mimma turhibuna minhu, kwa yale ambayo mnahofia nyinyi. Alafu akamalizia katika ukurasa huo wa 29 kwa aya 190 inasema wakatilu fi sabilillahi alladhina yukatilunakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Wakatilu, napiganeni, fi sabilillah, katika njia ya Allah, alladhina, mpigane na wale ambao yukatilunakum, wanaokupigeni tu, wala ta'tadu, wala msianze uadui, wala ta'tadu, wala msichupe mipaka, msije mkaanza uadui. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, hakika Allah hawapendi wenye kuchupa mpaka. Kwa hivyo aya inakataza, kwanza inasema wakatilu fi sabilillah, napiganeni kwa ajili ya Allah. Hii ndio inayotakiwa watu wapigane, sio watu wanapigana kwa ajili ya nchi. Hakuna vitu kama hivyo. Sio kwa sababu watu wanapigana kwa ajili ya taifa, sio kwa sababu watu wanapigana sio kwa sababu kadha. Hakuna vitu kama hivyo. Wanapigana kwa ajili ya neno la Allah liwe juu. Hiyo ndio inaitwa jihadi. Sasa wewe kama unapigana, si napigana sisi kwa sababu tupate tuigomboe Zanzibar yetu, ugomboe na nini? Alafu kisha kuipata unafanya nini? Watu wa siasa tukisema maneno haya wanakuwa wanatuona ni watu wa ajabu. Tunaishi miaka karne zilizopita, ni sisi tunaonekana hivyo, lakini wao haya yanawathibitikia kila baada ya miaka 5 wanakata tamaa, na kama tunavyoeleza kila siku wanakufa mmoja mmoja. Kweli si kweli? Wengine mpaka wale viongozi wao wakubwa kabisa wamefariki, hakuna walichoondoka nacho. Mtu anapigania siasa, anapigania ukafiri. Sisi tunajua demokrasia ni kufuru, ni shirki, ni jambo ambalo halifai, hairuhusiwi kushiriki katika mambo kama hayo. Jambo la demokrasia ni jambo ambalo limekuja kuwakata watu, ni jambo ambalo limeleta fitina kubwa, ni uovu ambao wametuletea makafiri. Watu wakawa wanapigana kwa sababu ya mambo ya demokrasia. Kwa mtu anapigania demokrasia maisha yake yote mpaka anakufa, anapata sifa kwa watu tu, lakini je, mbele ya Allah kapeleka nini? Hana alichokipata. Yeye kashapata sifa, kasifiwa huko, basi biashara imeisha. Mbele ya Allah hana. Kwa hivyo unapigana, ili ukipigana unapigana kwa ajili ya neno la Allah liwe juu, sio kupigana kwa mambo mengine. Naam. Inaruhusiwa kupigana katika hali hiyo. Ikiwa adui ameingia sehemu anataka kuharibu, basi mkapigana katika hali hiyo, inaruhusiwa. Unafahamu? Hiyo inaruhusiwa. Sije mmepigana siwani kwa nani unasema kwa nduli? Sisi tulikuwa hatupo zama hizo. Mtajuana nyinyi, bila shaka mnazijua sababu zenu. Sababu zenu mnazijua wenyewe. Kwa hiyo utaangalia wenyewe kama ziko sahihi au haziko sahihi. Kwa hiyo kama ni siasa, mtake istighfari kutoka kwa Mola wenu. Unakuja shirawi si? Kwa hivyo ikiwa ni hayo yanayoelezwa ni kweli kwamba watu wamevamia, kwa mfano wamekuja watu wametuvamia katika mji wetu, sawa, na wanafanya uharibifu, kupigana kwa ajili ya kuwatoa wale, ile jambo jaiz, sawa. Sasa wewe ndio maana tunasema wewe utakuwa unajua uhakika wa hilo jambo, sawa sana kama sisi wengine 1964 hatujazaliwa, mambo ya mapinduzi mnatuhadithia tu, mlipigana hivi. Kwa hivyo nyinyi ndio mlikuwepo, mnayajua hayo, sawa. Kwa hiyo sisi tutakuwa tunasikiliza tu upande wenu, kwa sababu nyinyi ndio mnaoeleza uhakika zaidi, mwaujua nyinyi. Kwa hivyo kwa mfano, takupa mfano. Haya inasema wakatilu fi sabilillahi alladhina yukatilunakum wala ta'tadu, wala msianze uadui, katika jambo baya sana ambalo walilolifanya hawa jamaa wa Hamas. Watu hawajui, lakini wanaona tu kwamba haya mambo watu wanapigana, lakini tizameni
chanzo chake hawa Israeli, kwa nini wakawapiga wale wa Palestina? Tarehe 7 mwezi uliopita Hamas walirusha nini? Mabomu kule. Wakarusha mabomu, wakawapiga wale Israeli. Kwanza ni kosa kubwa hilo, maana yake unaenda kumchokoza mtu ambaye una uhakika humuwezi. Hilo ni jambo moja ambalo limekatazwa katika dini. Hairuhusiwi kupigana na mtu ambaye humuwezi, hicho kitu kimekatazwa. Kwa hivyo na mashehe wametoa fatwa nyingi tu. Sasa watu wajinga wa mitaani huku, wao huwa wanasema Waarabu wajinga sana, mwenzao anapigwa wao wamekaa tu angula tende. Sasa hawajui, kwanza wao vita wenyewe hawajui watu wanapigana nini, wao ndio wanasema tu basi. Kwa kosa walilofanya wale Hamas, wameenda kumshambulia mtu ambaye una uhakika humuwezi. Sasa tazama madhara yake. Sasa ndio kaambia ukiasi amri ya mtume, yatizameni madhara yake. Washakufa watu wangapi leo? Majumba yaliyoharibiwa mangapi? Nani ambaye anaweza kusema akamzuia? Hakuna. Wao mnatarajia nyinyi kwa akili zenu wale Waarabu wote wakusanyike wanaweza kupigana na Myahudi? Hicho kitu milele hakipo. Sasa kwa sababu hamsomi, hamtaki kusoma, ndio mnakaa tu mitaani maskani mnapiga zogo tu. Wale Waarabu wanafiki wale Waarabu hivi na hivi. Hebu someni historia kwanza ujue hao Wayahudi ndio nani. Umeona tuliposoma habari za Wayahudi huko mwanzo? Hamkuziona? Wanapingana na mitume wao mpaka watu wanaambiwa tuingieni semeni hivi, basi wao wanasema vingine, wanasota, wanafanya hivi. Sasa hawajui Wayahudi wale Waarabu, nakwambia hawana uwezo hata siku moja kupigana nao, hata wakusanyike wote. Kwa nadhani hawataki, hawaumii. Huyo mnamuona nyinyi siku Irani si nani, hawawezi hata siku moja. Kama wangekuwa wanaweza washafanya zamani, sababu wanafanya uharibifu wa hali ya juu kabisa. Nani chanzo? Lakini ni wale Hamas. Kwa wale liyahmilu auzarahum kamila, watabeba mzigo wao kamili, na mzigo wa wale wote waliowapoteza. Wale makafiri wanatafuta njia tu. Yaani Allah anasema yale yaliyokuwemo katika vifua vyao ni makubwa kuliko yale wanayodhihirisha. Sasa angalieni madhara yake. Mji umesambaratishwa, majumba yamebomolewa, hakuna chochote kinachofanyika kwa sababu ya ujinga wa watu wachache tu. Watu walikuwa wanaenda vizuri, wanaishi vizuri, lakini wakaja hawa watu wa hamasa, wanaitwa watu wa harakati, wakafanya vurugu, mji umeharibika wote. Hivi ndivyo sasa kilichobaki, wanabaki kuandamana katika miji. Katika upumbavu wa mwisho wao ulitarajia eti ukiandamana kwa hamasa zako ndio zitaondoka, yani eti kwa hamasa ndio mtamuondosha Myahudi. Yani upumbavu wa mwisho, watu wanakaa leo Ijumaa tutaandamana ili kuonesha hisia zetu kwa ajili ya ndugu zetu. Kwanza ni ukafiri kuandamana, mambo ya kikafiri hayo. Hiyo hayamo sawa katika dini yetu. Nani alokudanganyeni kwamba hamasa zinaweza zikamuondosha Myahudi? Haya, mkishaandamana mnafanya nini? Wanatoka baada ya sala ya Ijumaa au wameandamana, tujalie mnatoka hapa mpaka mjini kule mnazi mmoja, alafu mkifika mnasema, alafu kila mmoja anarudi kwake, au sio? Halafu mkirudi kwenu mnafanya nini? Huyu anatazama TV, huyu anaenda zake kusoma, anachati, leo bwana tulikuwa wengi leo. Makafiri leo wamejua, kule watu wanaendelea kupigwa kama kawaida. Wapumbavu wa mwisho. Hakuna watu kama hawa. Yaani unaenda kuandamana vitu ambavyo havipo. Sisi tunawaambia hamasa haziondoshi, haziwezi kumuondosha adui hata siku moja. Rejea katika kitabu na sunna, mafundisho ya mtume kaamrisha vipi. Yeye kwani si alikuwa anaishi katika mji wa Maka pale, walikuwa wanateswa, mbona hakufanya kitu mtume? Na aya imekuja inasema vipi? Alam tara ila alladhina kila lahum kuffu aydiyakum. Hawasome hiyo? Umeona wale ambao waliokuwa wameambiwa zuieni mikono yenu, msipigane nao, hawa hamuwawezi, kwa sababu mkipigana nao uharibifu wao utakuwa mkubwa. Tunasoma historia, kitabu chetu cha Nurul Yaqini, tunasoma tunaona jinsi watu walivyokuwa wanapata shida, mpaka sahaba mmoja anamwendea mtume katika Al-Kaaba. Mtume kakaa, tutasoma hayo mbele, yatakuja inshallah. Anamwambia mtume, hebu tuombee kwa Allah, hawa wanafanya ufisadi mkubwa, tupigane nao. Mtume anaambia subirini, hakika ilikuwa kabla yenu
anachukuliwa mtu mmoja anakatwa kwa msumeno kati na kati, na walikuwa wanasubiri kuona nyie endeleeni kusubiri, ili hawalitaki. Tasubiri mpaka lini? Sasa makafiri wao wanafanya hivi, watu wa hamasa wana shida. Sasa angalia aya inavyosema wala ta'tadu, maana yake wala msianze kufanya uadui. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, hakika Allah hawapendi wenye kufanya uadui, wale ambao wanaochupa mipaka. Sasa huko nyinyi mnawasapoti kina Hamas. Hamas ni watu wa bid'a, kama mlikuwa hamjui, ni watu ambao wamesemwa tangu na tangu. Sheikh Albani kapambana nao miaka yake mpaka anakufa, na akaambia nyinyi hamtokuwa, yani hamwezi kufanikiwa milele hata siku moja, kwa sababu nyinyi kwanza imani zenu ziko tofauti. Kama tulivyokuwa tukiwaambia muamsho katika mji huu, muamsho na wakina Hamas sawa, ndio hao watu wa vurugu tu, wanakuja na mahamasa yao, wanakuja na mambo yao, baadaye wanakuwa wanataka kufanya jambo ambalo halimo. Kwa hivyo hamwezi kufanikiwa hata siku moja. Sasa hebu tukuulizeni, Allah amechukua zamana kwamba yeye walan yaj'al Allah lilkafirina ala almu'minina sabila. Hamuamini hizi aya? Na kato Allah anasema walan, maana anakataa kata hatojalia hata siku moja Allah kwa makafiri akawapa nguvu mbele ya waumini, hata siku moja akafanya. Mbona wale pale wamepewa hilo? Je, nyinyi hapo itakuwa kuna tanakul? Sasa kwa nini eti mbona wale wamepewa hivyo wakati surati An-Nisa inakataa hilo? Walan yaj'al Allah lilkafirina ala almu'minina sabila. Kakataa Allah ile jambo, mbona wale wanateswa? Na huko tunaambiwa mkisubiri, mkifanya hivi, je wale vipi? Na yeye akasema lazima atakunusuruni. Kwa hiyo kuna tatizo kama ulikuwa hujui. Soma sasa, waangalie fatwa za wanachuoni walipowaeleza wale Hamas, wakaambiwa watu wa Palestina wafanye nini, haya wakayakataa. Sasa wanabaki na haya maandamano, utasaidia nini? Unaandamana unarudi, wale wanaambia shay mmoja Yemen ananiambia ninyi mnaandamana mmekaa kama vijibwa koko, mnakwenda pale mnabweka, mshabweka mnarudi, hao basi mmesaidia nini? Hamna chochote mnachokifanya. Kwa hivyo haifai kupigana na mtu ambaye humuwezi. Makafiri wakati huwawezi waache, kuna utaratibu umewekwa, uishi nao vipi? Ikiwa mtu humuwezi, basi Mtume ameamrisha utaratibu, huyu usiyemweza unatakiwa uishi naye hivi na hivi, sio kuleta mambo ya mahamasa. Basi azana, kisha tutamalizia aya hiyo na maelezo yake hapa. Namalizia, anasema tafsiri wakatilu, napiganeni, lakini kupigana huko ibtighaa, kwa ajili ya kutafuta rafu kalimatillah, kulinyanyua neno la Allah. Kwa ukipigana iwe target yako ndio hiyo. Ibtighaa maana yake mafuulu li ajli hiyo. Wapigana kwa sababu ipi wewe? Piganeni alladhina yukatilunakum, ambao wamepigana, ambao waliokupigeni, minal kuffari, katika makafiri, liyasuddukum, ili muweze kuwazuia wao an dini Allah, kutokana na dini ya Allah. Wala tatajawazu, wala msichupe mpaka hudud Allah, na ile mipaka ya Allah. Bikatili subiani, mkaja mkawaua watoto. Sasa kwa mfano wale, umeona sasa huko wanapoua watoto wangapi wanafariki? Je, wale Hamas waliporusha wale mabomu walikuwa na uhakika wanawapiga hao askari wao tu, hawakuwapiga watoto? Jingine wanisai, na wanawake, je hawahusiki hao katika vita? Walipokuwa wakirusha walikuwa na uhakika hapa kuna askari wa Israeli tu tunawapiga hao, walikuwa wanalijua hilo? Sasa mtu mwingine kwa sababu ya ushabiki tu, hata hajua anashabikia nini, umeona wamerusha makombora, wameipata fresh. Haya ndo mambo haya ya kimwamsho. Wale wenye athari za kimwamsho ndio wana mambo kama haya mpaka sasa hivi. Acheni mambo haya hayafai.
Na kuna watu kwa sababu wao dini zao za wanaitwa mashehe wa matukio. Kule bara sasa kuna yule Isaponda juzi Ijumaa sale andaa maandamano, mnakumbuka, akakamatwa. Yani ndio mambo yao ndio kama hayo tu, tunaandamana ili kuonesha sisi kwamba tunawaunga mkono ndugu zetu. Mtu huyo anayesema hivi aje kukaa hata siku moja akaenda kuomba dua, labda awaombee dua. Sikilizeni, tunaambia maandamano ni mila za kikafiri. Katika Uislamu hakuna maandamano. Haya ni mambo ya makafiri, wao ndio wanaandamana, wanakuwa wanaonesha hisia zao. Na nyinyi mmeambiwa muende nao kinyume makafiri. Mbona mnachukua mila si zenu? Haya hayapo katika Uislamu. Watu wakati wanaandamana wanaonesha misimamo. Haya si mila za Kiislamu hizi. Kwa hivyo kwanza wanazua katika dini uzushi wao kama hao, si maandamano na mambo gani. Haya hayapo haya. Kwa hiyo halafu mwataka nusra kwa kutumia mambo ya uovu kama haya. Mtapata wapi nusra? Na mnajidanganya kwamba tumefanya si hivi na hivi. Watu wa hamasa, mimi nakwambieni, watu wa harakati dunia nzima, hawa ndio waloharibu ulimwengu wote, wanauharibu watu wa harakati. Ni chunguzeni tu, Uislamu unaonekana mbaya ulimwenguni kwa sababu ya watu wa harakati. Hawa wanajiita wa harakati, na tena wana harakati wa aina zote. Hawa watu waovu tu. Ukija wana harakati wa dini, watu waovu. Ukija watu wa harakati wa mambo ya kijamii, ndo kabisa hao ndo waovu zaidi kabisa. Mshaona watu wa harakati wanajiita wana harakati sijui wa kupigania haki za kijinsia, haki za wanawake, haki za nini, hao ndo kabisa hao. Wao ukisikia tu huyo anaitwa mwana harakati, huyo mtu achana naye kabisa. Kwanza wana mafikra ya ajabu. Mafikra yao wao ndo haya tu. Kasema Andalusi katika kitabu chake, alafu anakutoa msemo, anasema hivi, ndo ana apply msemo ule na yeye anataka waende nao vile vile. Kwa hivyo Thomas Muller katika kitabu chake Another World sikio anasema ili tuweze kufanikiwa lazima hasemi huyo kasema Imam Shafi wala Abu Hanifa, hasemi yeye. Ndo kama kuna Thomas Muller, John Dewey, Aristotle, yeye anachukua mambo yao kama hao. Hasemi mbona Imam Shafi kasema, Abu Hanifa kasema. Hawa ndo watu wa harakati, ndo shida zao zinakuwa kama hivi. Hawajui kwanza dini, hawajui sasa. Wale wako zero. Tukikuelezea habari zao watu wa harakati utaacha mdomo wazi. Wengine hata kusali hawasali. Ile kusali wanapiga debe, lakini hata ile kusali hawasali. Tena wana harakati wakubwa kabisa. Siku moja tupo katika hafla fulani, walikuja hao akina harakati, akina Dr. Sule hao, sio kina nani. Umefika wale wakati wa kusali, basi anaambiwa kasali, hataki. Wanachati, wanafanya, yani ni watu wa vurugu tu katika jamii. Wanaonekana kwamba hao ni watu wakubwa, mashehe, watu hivi. Si hao bana, wewe tulia sasa hivi kimwamsho. Wamepata nini? Unadhani sasa yale waliyofanya yamefutika yale? Mnadhani yamefutika? Kwa akili zenu mnadhani yale ndio yashamalizika, sio? Kwa Allah alifutiki bana. Baada yamebaki pale pale, liyahmilu auzarahum kamila, watabeba mizigo yao kamili na kila ambaye walimpoteza, kwa sababu wao walifanya vurugu, wakafanya uharibifu katika mji huu. Kwa mambo yale yataenda kuulizwa mbele ya Allah. Labda wao kama Allah alivyosema, illa man taba illa alladhina taba wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim, mpaka abainishe. Ndo sheria inavyoeleza. Kama hukubainisha, kosa litabaki pale pale tu, na watu watabaki watakujua kama wewe ni mtu wa bid'a. Utaendelea kuwa na nukta hiyo mpaka ujisafishe. Kwa kama wale watu bado wana fikra hizo mpaka leo, fikra za kimuamsho, fikra za kisiasa, zisahau hizo. Na nyinyi wenyewe mnaziona za siasa za mji huu wa Tanzania kwa ujumla. Mnawategemea si kina nani wanasambaratishwa tu. Kaja mama kasambaratisha kila kitu. Na nyinyi ni mashahidi haya. Watu wamepewa kile wanachokidai, watu wamepewa sasa. Haya, tataka mikutano chukueni, tataka nini chukueni. Sasa piga unapigwa bao. Waeka wewe mkutano kuna watu 6. Haya ndo mambo ya siasa yalivyo, kwa sababu ni mambo ya kufuru, ni mambo ambayo hayafai haya. Muislamu, shikilia dini yako, soma dini na ufanyie kazi mambo ya dini. Watu wa dunia waachie wenyewe mambo haya. Kwa wanasema
haifai kuchupa mpaka katika mipaka ya Allah kwa kuwaua watoto, wanisai na kuwaua wanawake, washuyukhi na kuwaua watu wazima, wabitamthili bilkatla na kufanya tamthili katika kuua. Tamthili manake kumkata mtu viungo kidogo kidogo, kamkata mkono, kamkata mguu, ndio tamthili. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Kwa mfano kama yule rais wa wapi aliingia yeye kaua, basi na yeye alipotoka madarakani wakamuua, alafu wakamburura mitaani. Rais gani alikuwa? Samuel Doe. Aliwaua mawaziri 16 wale, akawapiga risasi mbele za watu, kapindua serikali, akawachukua wale mawaziri 16 akawapiga risasi, tena akawapiga mbele ya hadhara za watu, na yeye akakaa. Siku hiyo akaja akapinduliwa, akauliwa. Kuuliwa kwake akanaburua kwenye gari, karandishwa mji mzima mpaka kafa. Sasa kuua kule katika Uislamu hakufai. Inna Allaha la yuhibbu mutajawizina, hakika Allah hawapendi wenye kuchupa mpaka, lihududihi, kwa ile mipaka yake, fima sharaa wa hakama, katika yale aliyowekea sheria Allah na aliyoyahukumu. Yani salafi huwezi kushangilia mambo ya kipumbavu kama hayo. Hawezi akawa mtu salafi akawa yeye tena anashabikia mambo kama hayo, sikia kina Palestina, mambo ya kuwa na hamasa. Hayo si mambo ya watu wa salafi salih. Mambo ya maandamano hayo si mambo yetu sisi. Min fawaidi al-ayati, katika faida za aya hizi anasema mashru'iyyat al-i'tikaf, anasema pamewekewa sheria jambo la kufanya itikaf. Wa huwa luzumu al-masjid, nako itikaf manake kulazimiana kukaa msikitini, lile ibadati, kwa ajili ya ibada. Walihadha, kwa ajili hii, yunha, pemekatazwa, an kulli ma yuaridhu maqsud, tumekatazwa kila ambalo lenye kupingana, kulla ma yuaridh, kila lenye kupingana, maqsudul i'tikaf, yale makusudio ya itikaf. Wa minhu, na miongoni mwa mambo ambayo yanapingana na makusudio ya itikafu, mubasharatu mraati, kuchanganyika na mwanamke, yani kufanya naye jambo la jimai. Funzo la pili katika mafunzo matatu aliyoyaweka, nasema annahyu an akli amwali nnasi bilbatil, katazo la kula mali za watu kwa batili. Wa tahrimu kulli wasaili, na pameharamishwa kila aina ya njia, wa asalib bimaana wahid, kila njia allati, ambayo takudu lidhalika, itakayokuwa inaongoza kupelekea kulifikia hilo. Wa minha, na miongoni mwa mambo yaliyokatazwa, rushwa, kula rushwa. Wenyewe wanasema rushwa ni adui wa haki, lakini katika mji wetu zikija ripoti za CAG, hayo mambo hayeshi kila siku. Kila ukisikia ripoti za CAG za kila mwaka, utasikia mabilioni ya fedha watu wanapiga. Alafu wewe kakaa utafakari, unahisi tatizo ni nini? Tahrimul itida, ya mwisho kabisa nasema uharamu wa kufanya uadui. Wanahyu anhu, na katazo juu ya hilo. Lianna hadha ad-din, kwa sababu dini hii, kaimu ala adli wal ihsan, imesimama katika uadilifu na imesimama katika ihsani, kwamba watu wanatakiwa kufanya uadilifu, sio kufanya vurugu ukawaingiza na watu ambao hawamo. Tukisema hivi hatuna maana kwamba eti sisi labda hatuumii kwa wenzetu wanapopigwa. Mtu anaweza kauliza kama hivi, sasa nyinyi hamuumii? Sisi tunawachukia wale waliosababisha jambo hili wakawatia wenzao katika madhara. Hao ndio tunawachukia sisi. Watu walikuwa wametulizana vizuri, wakaja na hamasa zao, hawa kina Hamas wakapiga mabomu kule, na wanajua sasa kama hatuwawezi hawa. Matokeo yake sasa nchi imeharibika, watu wanakufa ovyo, watu wanateseka. Tatizo gani? La watu wawili watatu, watu wa hamasa. Haya ndio mambo yanapokwenda. Kwa hivyo sisi tuumia kwa sababu ya wale watu ambao waliokuwemo mle wanapata ziki na madhara, ambao hawana hatia, watoto wadogo, wanawake na watu wa kawaida pia ambao hawahusiki. Na wale sasa walikuwa wanatafuta kipointi tu, pointi hiyo shaipata sasa.
nchi haipo tena, imesambaratika kila kitu. Inshallah tuishie hapo, tutakuendelea darasa hiyo ya tafsiri wiki ijayo, na sisi tutaendelea kesho inshallah na kitabu chetu Nurul Yaqin. Naam, kama kuna swali kwa haya kabla ya kuondoka.